Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Novemba 11, 2025 bwana ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Sasa nitapita nayo juu tu jamani kutokana na muda. Mechi ya Yanga Afrika na Mtibwa, klabu ya Yanga Afrika imepewa onyo kali kwa kosa la kushindwa kufuata ratiba ya matukio ya mchezo kuelekea mchezo huo kwenye uwanja wa KMC Complex, na ilikuwa ni Oktoba 28, kinyume cha matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 15 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa hiyo Young Africans walishindwa kuwasilisha leseni za wachezaji wao kwa wakati, jambo lililochelewesha zoezi la ukaguzi ambapo ililazimika lifanyike saa 9 na dakika 44 za alasiri badala ya saa 8 na dakika 50 mchana kama ratiba ilivyo ainisha. Sasa adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 62 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Hivi ukipewa onyo kali Wilson, hiyo pia ni adhabu inakuwaje yani? Onyo tu, nimekupa tu onyo. Kalipio. Yani hiyo ni adhabu. Ni adhabu. Kiaje sasa? Adhabu si lazima kwa mujibu wa kanuni inawezekana. Sawa. Kwamba labda kukiwa na kujirudia ndio inaweza kuna kitu fulani. Yes, kuna kitu fulani. Ndio maana kwa onyo kali. Yes. Hapo sasa kidogo nimekuelewa. Maana sasa onyo tu jamani, hiyo ni adhabu gani? Nimepoeti na kupa onyo tu, haiwezekani. Lakini mechi nyingine ni Pamba Jiji na Singida Black Stars ambao walitoka 1-1. Mwamuzi wakati Amina Kiando kutoka Morogoro na mwamuzi msaidizi namba 2 Abdallah Bakenga kutoka Kigoma waliosimamia mchezo huo bwana wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria za mpira. Kila mmoja aliona bwana kuhusiana na mechi hii. Mwamuzi ameingia kwenye list ya waamuzi wengine huko nyuma ambao nao pia waliondolewa, akiwemo Shomari Lawi, Jackson Samuel kutoka Arusha, Azam na JKT. Yes, alafu kuna Omari Mdoe pia yupo hapo kwenye listi. Na Amina Kiando amekuwa 4. Omari Mdoe Yanga na Mbeya City. Sasa inakuwaje hii? Ndio kwanza ligi mbichi. Vikao Amina ni Singida na Pamba. Singida na Pamba. Vikao vimekaliwa 3. Waamuzi 4 tayari wameondolewa. Ligi ikiisha tutakuwa na mwamuzi gani? Mmoja au mmoja alisikika akasema tunaweza kujikuta Tarajiga naye kala kibano humo ndani yake. Wazilisha au mara 5. Mara 5. Round 6. Michezo iko 30. Mara 5 30. Waamuzi 4. Mara 5 20. Kama itakuwa na consistency. Kama itakuwa ndo hivi hii hali itaendelea. Waamuzi 20. Msimu ule walitangaza 13. Unaona kazi. Lakini je, inajenga na kuleta uimara kwenye ligi yetu maestro? Sasa lakini je kwanza hiyo inajenga ni nini ulimuuliza maestro? Kujenga nini? Hai ya kuondoshwa kwa waamuzi. Yeah, you catch me. Afaje? It's you catch me. Ndio nini? Nataka kinywaji huyo. Ndio nini sasa? Bwana wewe swali langu mmelielewa, lakini swali bado naulizaje? Hiki kitendo cha kuwafungia waamuzi hadi sasa ni waamuzi 4. Ingali ligi yetu ndio kwanza mzunguko nadhani wa 6, timu iliyocheza mechi nyingi zaidi. Inajenga ligi yetu kuwa bora zaidi na kuondoa hii washawasha tulikuwa tunaiona maestro. Hadi nilifafanua hilo. Walipokuwa wapewi adhabu tulikuwa tunazungumza hapa. Wasipofungiwa wewe utasema. Alafu kuna upande unasikia unavutana huko kwenye shirikisho. Unasema waamuzi walikuwa wanapewa adhabu kama hivi wasitangazwe, ili wasichafue brand ya ligi kwa namba 5. Sio leo hiyo. Lakini kuna upande unasema watangazwe. Hiyo ilishakwepo toka msimu uliopita. Kwa hiyo upande wa kutangaza umeshinda. Kwa hiyo tunawatangaza kama hivi tunawajadili. Kwa sababu mwisho siku kama msimu uliopita ulikuwa umuoni tu. Kama yupo Kayoko walipotea. Tukapotea. Unajua nani ilikuwa ni kuwapa adhabu. Ukimpa mtu adhabu ya mechi 5 hayupo, mizunguko 5 kidogo na inampa nani, sio? Ni onyo, unajua baya sana. Ni onyo kali. Kwa mfano na mechi 5. Kama atavuta afu afidie siku mechi 5.
So kama saizi ataona ngoja nivute ili hata nisipocheza mechi tano. Unavutia wapi na upate nafasi ya kuchezesha? Nacheza yani mimi naenda kuchezesha leo, najua kitoka leo nafungiwa leo. Vizuri. Yani mimi mwamuzi. Ndio hicho anasema familia yangu imeishi. Mwamuzi mimi naitwa Wilson. Na ule msikoleza nikakaa nao mpaka hizo mechi tano pia zikapita. Bwana wewe, sikiliza bwana. Just for me. Yeye nifungie mechi tano bwana. Mimi nishafanya kazi yangu. Maziku. Au kupigwa hiyo ban wapigwe tu. Juzi Uturuki wiki hii wamepigwa wachezaji ngapi? 120 ngapi? 1000 ngapi? Tuongeze adhabu. Hii ndogo kwa kweli. Wachezaji wanaofanya betting tena bado hiyo wataongezewa adhabu gani tena? Wachezaji na fine 1200 na ngapi walikuwa? Nasikia achana nao wanaobeti maestro, acha wafungiwe tu hata maisha. Ngoja kwani tuishi na waamuzi wetu hawa. Tuongezee fine ya fedha Maziku. Nao kwenye betting wapi? Mkosa sio kubeti. Wewe unajuaje? Wewe jamani, si tumesoma hapo vifungu vilivyosababisha ni kubeti hapo. Umeona kuna beti? Yaani sio hapa. Tunazungumzia kama na beti. Wewe unaona lina lugha kiunze vizuri. Usimchukulie mwanadamu nani? Rahisi. Usimpe dhamana. Kwanza alikuwa ameshakuja. This world unajua? Kwa sababu ngoja nikufungue macho kidogo. Au nikufungue masikio. Vyote viwili. Nikufungue macho na masikio. Sema this world is conquered by this money. Unaona kazi hiyo? Kakupigia Kiingereza. You got it. Leta you got it yako. Sema this world is conquered by this money. Kuna namna yote tunaweza tukafanya sabu hapa. Tukafanya nini hiyo? Tukafanya sabu. Hiyo ya kwanza unasema tukafanya sabu aingie bwana Majidi. Naona kama uwanja unainama sana upande wangu. Bwana Majidi njoo kwa jahazi hapa. Wewe usiogope. Uko sahihi. Mimi niko pamoja na wewe. Nasikitika. Niko pamoja na wewe. Unanisaliti mbele za umma wa watu. Niko pamoja na wewe. Bado kuna umma wa nini? Gachi sikiliza. Maestro Mutoni. Basi tumalizie bwana, una dakika moja tu. Kutolewa waamuzi ni sawa. Kwa sababu inatengeneza taswira kuona kwamba kuna uwajibikaji. But alichokisema pia Bisai kwamba kama kuna uwezekano kuongeza hizo adhabu ni sawa. Sababu hizo nikasema inawezekana huyu mtu akasema hapana. Mimi naishi kwenye mechi moja hata nikipigwa 5 hapa. Sawa. Basi wapige hata 10 na faini au ile admotion. Kwani unadhani unatoa bei gani? Ile championship. Au ashusha. Hivi nikwambie. Yote ni sawa. Do you think inazidi si milioni 1 milioni 2 hapo? Sasa wewe kwenye mechi unataka shahada ya hongo au ya posho kawaida? Hizo mechi ndogo. Unataka shahada? Wewe unavyojua tu huruma zinafikaga milioni 2. Wewe hata kuthibitishia. Hivi. Tatu Malogo na Amina Kiando nani ana afadhali? Kwenye nini? Si kwenye kusimamia sheria anapopewa michezo hiyo. Kwenye kazi yao. Mbona kwenye nini? Mbona swali jepesi? Kuna kicheko cha Feti. Alafu kuna kicheko cha Tunu Shenkome. Oya, utoboi. Yaani kivipi? Tanga moja hiyo. Oda huyu. Watu toa nje. Bwana tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na issue ya Azizi. Umeona kitu? Yanga Afrika wameibuka bwana. Yanga Afrika wameibuka na Ali Shabani Kamwe afisa habari wa Yanga Afrika amezungumza na Abdulrazak Majid na majibu ni haya kuhusiana na mchezaji Azizi Anda Bwile. Kwanza taarifa hizi pia mimi nimeziona kwenye mitandao ya kijamii, sijui chanzo chake kiko wapi, sijui nani alizianzisha. Lakini kwa taarifa ya taasisi ambayo inafanya kazi Young African Sports Club, taarifa rasmi ni kwamba Aziz Anda Bwile haidai Young African hata shilingi 100. Kweli alikuwa na issue ya usajili ambayo normal tumeongezea mkataba na palikuwa pana makubaliano na taratibu za kimalipo zilikuwa zinashughulikiwa na tayari zimeshakamilika. Kwa hiyo sijui taarifa hiyo chanzo chake ni kipi, lakini taarifa rasmi ya club hakuna deni lolote ambalo Young Africans zinadaiwa na Aziz Anda Bwile. Hilo deni ambalo lilikuwepo hali na mmeweza kulikamilisha, mmelikamilisha lini labda? Sasa hizo ni taarifa za taasisi za ndani ambazo si busara sana kuwa public. Tungesema tunafanya hivi maana yake tungekuwa tutasema kuhusu kila mchezaji kwamba amelipwa lini, kalipwa lini. Taarifa ya uhakika ni kwamba Aziz Anda Bwile haidai Young Africans hela yake ya usajili
Kwa taratibu za malipo tayari zimeshakamilika. Inaweza mtu akaja na hoja hapo hali kwamba labda baada ya kuona kwamba mmebuluzwa ama mmepelekwa TFF ndo maana mmeamua kumalizana na mchezaji. Inaweza kuna hoja ya namna hiyo labda. Mimi siwezi kuzuia watu kutengeneza hoja, kwa sababu kila ambalo linazungumzwa duniani linaweza kuletewa hoja juu yake au pembeni yake. Kwa hiyo muhimu ni taarifa rasmi ya klabu, ndio la muhimu. Hoja za mtu mwingine mimi siwezi kuwa na nafasi ya kuzisemea au kuwaza mtu mwingine atasemaje. Muhimu taarifa rasmi ya klabu hiyo, na ndicho ambacho wanachama na mashabiki wa klabu yetu wangetamani kukisikia baada ya mjadala au baada ya hizo tetesi kuandikwa kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Ni kweli anadai? Jibu ni kwamba hadai, tayari ameshamaliza madai yake. Ali, kama umekuwa mara nyingi unazungumza na unaisimamia klabu yako kwamba kumekuwa kuna watu wanatunga habari wanaizungumza vibaya Yanga, lakini mambo kama haya ambayo mnakuwa na madeni, wakati mwingine mnachelewa kuwalipa wachezaji wenu mpaka yanawafikia watu wanayazungumza, uone ndio yanasababisha Yanga izungumzwe vibaya wakati mwingine? Hapana, sasa wewe unachanganya vitu viwili. Unachanganya vitu viwili ambavyo havichanganyiki sehemu moja. Kwa sababu kwa taarifa unayozungumza hapa wewe ni unayozungumza wewe pasina kuwa na chanzo cha uhakika wa taarifa yako. Ndio maana nimekutafuta. Yes, maana hiyo tunasema hiyo tip, yani chanzo cha taarifa yako. Maana yake si hauna uhakika nacho, ndio maana umemtafuta. Kama ungemtafuta Azizi mwenyewe, ungetafuta TFF, ungekuwa umefanya nasema balance nzuri ya story yako. TFF tumezungumza nao, Alikamo, TFF tumezungumza nao, wanasema kesi zipo kesho. Kwa hiyo inawezekana hiyo ikawepo ama isiwepo, lakini wachambuzi wako ambao wanasema wamezungumza na Azizi Ndambwile, kawaambia anawadai, yani yanazungumzwa mengi hali. Amewaambia off mic. Yes. Alafu wachambuzi wamekuja kuisema hapo on air kwamba tumezungumza naye off mic, amesema anadai. Sawa. Sasa mimi ambaye nazungumza hapa on air nisemaje kwa Yanga? Nakwambia Yanga haidaiwi na Azizi Ndambwile kila yote. Sasa wewe ambaye unaongoza kipindi utachagua cha kufanya. Lakini hiyo hoja ulisema ya watu kutuzungumzia vibaya na umehusisha na kwamba watu wanadaiwa. Ndio maana nakwambia umechanganya vitu viwili. Mimi mjadala wangu kuhusu watu kuzungumza Yanga ni baada kusema leo. Nikisema based on kipindi ambacho Yanga inacheza, mechi inakwisha, mchambuzi anachagua engo yake negative ya kujadili. Yanga inashinda goli 4, mtu anachambua kwa nini leo hajafunga goli mtu fulani. Yanga inashinda goli 2, mtu anachambua kwa nini leo mtu fulani hajafunga goli. Hiyo ni mjadala ambao nilikuwa nasema kwamba mtu anaichagua vizuri akiwa amedhamiria, tumie Kiswahili, amedhamiria kwamba napindisha hapa ili mjadala uwe hapa. Ndicho ninachokizungumza. Lakini hii nyingine ambayo unaisema sasa ni mjadala tofauti. Haya, huyo ni afisa habari wa Yanga Afrika Ali Shabani Kamwe akithibitisha hilo la kwamba Azizi haidai Yanga Afrika, kila kitu kimekamilika. Sasa hiyo haidai inavyoonekana, bwana Wilson Oruma, jambo limemalizika leo, sio jana wala juzi, si ndivyo mzee wangu? Baada ya Sports HQ pale kuzungumza mengi, ndio yakaibuka sasa ya kwamba jambo limeisha, limekamilika, mchezaji amelipwa. Yes, kama tulivyoanza kuiripoti hii taarifa, kwa hiyo ni muhimu pia ni muhimu pia kuipongeza Sports HQ kwa sababu hizi ndo kazi zetu. Sio? Tumeisema hii taarifa na asubuhi hii napata taarifa pia kutoka kwenye kambi ya Azizi kama ambavyo nilisema pale mwanzo. Wakisema kwamba ni kweli wamepokea malipo. Okay. Ni kweli wamepokea malipo asubuhi ya leo. Okay. Umeelewa? Na ila bado kuna kiasi sio chote. Hajalipwa chote. Yaani kulikuwa na terms 3 za malipo. Okay. Na wao Yanga walikuwa hawajamlipa mchezaji hata term moja. Okay, kwa hiyo wameenda kwa hiyo walichofanya wamelipa term moja. Kwa hiyo baada hizi kelele wakaamua kulipa. Hiyo ni kama kishika uchumba. Baada hizi kelele wamelipa term moja. Yes. Yaani leo utulie kijana. Kwa hiyo zinasalia terms 2. Sawa. Yeah.